Bwana, Young Africans katoka kupoteza mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC. Sasa tofauti na vile ambavyo pengine mtu anafikiria, nafikiri kwa hatua ambayo Young Africans wamefika mpaka sasa hivi chini ya Mreno Pedro Goncalves, kwanza kuna sababu kulingana na zile picha mjongeo ambazo nimeziona za hichi kichapo, lakini nafikiri ultimately ukiniuliza mimi, kwa mwalimu ambaye anataka kuanza kuingiza vitu vingi hasa kuelekea kwenye mchezo mkubwa wa kimataifa unaokuja, nafikiri hichi ni kitu ambacho nilikuwa pengine nakitarajia zaidi kuliko wao kupata matokeo, kwa sababu Young Africans kama ni matokeo wameshatoka kupata matokeo makubwa dhidi ya KMC katika mchezo rasmi. Sasa katika mazingira ya Pedro Goncalves kama mwalimu ambaye bado ni mpya, kumbuka wanasema walau mpaka ipite miezi mitatu ndipo unapoweza kuanza kupata hata idea kwa zaidi ya 90% ya mbinu za mwalimu, imagine. Kwa hiyo huyu ni mwalimu ambaye bado kuna vitu vingi sana ambavyo anaendelea kuviingiza taratibu katika kikosi, lakini ukweli ni kwamba hichi ni kipigo ambacho mimi nafikiri pengine alikuwa anakihitaji. Pengine unaweza kujiuliza kwa nini dhidi ya KMC ambao umetoka kumfunga. Ukweli ni kwamba sometimes unapokuwa umeshapata matokeo kikamilifu dhidi ya mpinzani kama huyu, maana yake katika mchezo wa kirafiki huna tena haja ya kwenda kutumia nguvu ile ambayo uliitumia kwenye ligi. Of course, hapa kuna hoja ya msingi kwamba pengine kuna mabadiliko ya kikosi na kila kitu, tutakuja hapo. Lakini huu ndo muda mzuri wa kujaribu vitu vingi kiufundi katika kujaribu kujua nini kinaweza kufanya kazi ndani ya muda mfupi kuelekea mechi na FAR Rabat, nini ambacho hakiwezi kufanya kazi. Hilo la kwanza. Lakini cha pili, hata kwa picha mjongeo tu ambazo tumeziona kwenye mitandao ya kijamii, ni wazi kwamba ile timu ambayo imecheza leo dhidi ya KMC kwa upande wa Young Africans ni timu ambayo haina chemistry. Wewe lini umemwona Kibwana kacheza pamoja na Shuaboy na Ninju na Casemiro na Musa Bahakonte? Au watu watano tu kwa pamoja, lini umewahi hata kuwaona wakicheza kwenye mechi ya kiushindani rasmi msimu huu? Pengine hata kwa pamoja hakuna. Kwa hiyo hichi ambacho kimetokea mimi nafikiri kilikuwa kinatarajiwa zaidi pengine kuliko hata matokeo ya ushindi. Yaani matokeo ya ushindi kwa muunganiko huu ambao nimeutaja ungekuwa ni wa kushangaza zaidi kuliko hichi kipigo ambacho Young Africans amekipata mwisho wa siku. Kwa hiyo mimi nafikiri ultimately kwa muda mfupi ambao bado Pedro Goncalves mimi naendelea kumhesabu yupo na kikosi, nafikiri muktadha ni muhimu sana kwamba hichi kipigo kinakuja kwenye mazingira ambayo unakihitaji. Hivi sasa unafikiri kuelekea kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat ni kwenye mazingira gani Pedro Goncalves anaweza kujua ubora wa kikosi chake? Kwa sababu kumbuka, huyu ni mwalimu ambaye amekuja kupokea ripoti ya mwalimu aliyepita. Na ndio maana hata ukijaribu kutizama kwa kiasi kikubwa sana kwenye michezo ya kiushindani takriban miwili ambayo amewaongoza Young Africans mpaka sasa hivi, bado ameendelea kuishi kwenye kikosi ambacho alikuwa anakitumia sana Falls, alikuwa anakitumia sana Mabedi pia. Hajataka bado kuanza kutumia wachezaji ambao labda yeye anawaamini zaidi kwenye mipango yake, lakini kupitia mchezo wa kirafiki kama hivi unapata kuwajaribu wachezaji wote. Sasa unaweka pembeni ile ripoti ambayo uliipokea, hapa sasa unaanza kuwajaribu wachezaji wote ulionao kwenye kikosi ili kupata idea ya nani ambaye anaweza kuwa anaendana na misingi yako, nani ambaye anaweza kwenda kukufaa katika mipango yako, na kikosi chako kwa ujumla ukakijua nguvu yake, ukitoa wale wachezaji ambao umeishi nao kwenye hizi mechi mbili ya ripoti ya walimu wawili ambao umewakuta kwenye kikosi hicho mpaka sasa hivi. Kwa hiyo anachojaribu kufanya sasa hivi Pedro Goncalves ama kupitia hichi kipigo ni kuwafahamu wachezaji wote. Sasa ina maana kupitia huu mchezo wa kirafiki ambao ameishia kupoteza, ameujua ubora wa kikosi chake chote, amejua sifa za wachezaji ambao ameshindwa kuwatumia kwenye michezo ya kiushindani, kwa sababu unapokuwa ni mwalimu mpya pia kuna level fulani ama kuna mazingira ya wewe kutaka kujaribu kitu, kuwajaribu baadhi ya watu, lakini pia unatakiwa uangalie na pressure na ushindani ambao unaukuta kwa wakati huo. Mazingira ya mechi mbili kutaka kubadilisha vitu vingi inakuwa ni ngumu, lakini kupitia mechi ya kirafiki unaweza ukajaribu vitu vingi, unaweza ukawajaribu wachezaji wengi katika sasa kutaka kupata ile picha ambayo wewe mwenyewe ulikuwa nayo pengine kiufundi. Hawa wachezaji wote naweza nikapata nini kutoka kwa kila mtu, lakini hiyo inakuwa ni ngumu kuijaribu kwenye mazingira ya mechi za kiushindani. Lakini kwenye mechi kama hivi ya kirafiki unaijaribu, unapoteza huo mchezo, lakini unakuwa ushapata idea ya wachezaji wote kwenye kikosi chako. Kwa hiyo ultimately kila mmoja anaweza kakiangalia hichi kipigo kwa namna ambavyo anataka, lakini ukiniuliza mimi
ni kipigo ambacho kilikuwa kinakuja. Yaani hata kwa mtu ambaye katizama tu zile picha mjongeo za wachezaji ambao wamebahatika kucheza kwenye mchezo, ni wazi KMC watakuwa wameanza na kikosi chao chenye nguvu. Hiyo ni wazi kabisa, na Young Africans wamekwenda kufanya kikosi ambacho ni cha majaribio, wachezaji ambao hawapati game time mara kwa mara. Kwa hiyo kipigo hichi ni kama kilikuwa kinakuja kwa upande wao, lakini ni muhimu sana kwa mwalimu kuendelea kukifahamu kikosi chake kwa upana wake, lakini pia kama kuna vitu ambavyo watakuwa wamevijaribu kiufundi hata kwa hawa wachezaji ambao wamepata nafasi leo, basi atakuwa amepata idea yoyote kuhusu namna ambavyo anaweza akaendelea kuingiza mbinu zake taratibu katika kikosi chake. Tusisahau kwamba Pedro Goncalves ana michezo miwili ya kiushindani, na kipigo kama hichi kinakuwa kinakukumbusha kwamba kuna vitu unatakiwa uvifanyie kazi, lakini pia ni katika kujaribu kuona ni namna gani unaweza ukawa unaingiza mbinu zako taratibu katika kikosi chako kipya.